inaonekana ni ndogo mno. Lakini kabla sijarejea mtazamaji kwa wageni ili kujibu hilo na mengine mengi, najiunga na mwenzangu Bramwell Bwire ambaye yuko katika eneo bunge la Kasipul. Bramwell Bwire, iwapo unanipata, hali ikoje? Umefika kule, hali ya usalama ikoje? Utayari na je, wananchi iwapo umezungumza nao wanasubiri kwa hamu na gamu siku ya kesho ya kupiga kura? Shukran sana Gakunga. Jinsi ulivyosema ni kweli kwamba tushawasili hapa katika mji wa Oyugis, eneo ambalo litakuwa linajumulisha kura zote zitakazopigwa katika eneo bunge hili la Kasipul. Mambo yapo shwari, wenyeji tayari wako ange kuweza kuelekea debeni na kuweza kumchagua mbunge ambaye atakayehudumu katika hili bunge la 13 kwa takriban mwaka mmoja unusu hivi, kabla hatujaingia kwenye kura ama uchaguzi wa mwaka 2027. Hapa nilipo ni Agoro Sare, kituo kikuu ambacho kitakuwa kinafanya zoezi zima la kujumulisha kura zitakazokuwa zinapigwa kwa takriban vituo 143 vilivyo hapa Kasipul. Kumbuka tunazungumzia wapiga kura takriban 67,000 na zaidi ya 100 hivi ambao watakuwa wanajitokeza katika wadi zote za hapa eneo hili la Kasipul kuweza kushiriki zoezi hilo. Ninavyozungumza nawe hapa nilipo ni kwamba kuna kitu cha maana ambacho kinaendelea hapa. Hii ni mkutano wa mwisho wa wale maafisa wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC ambao watakuwa wanasimamia zoezi hili. Wanafanyiwa ule uhamasisho wa mwisho kabla ya kuweza kuachiliwa kuelekea katika vituo mbalimbali vile ambavyo vitakuwa vinafanya ile shughuli nzima ya kuweza kupiga kura ama kuweza kuwapa wakazi na wenyeji wa hapa Kasipul nafasi ya kuweza kufika debeni na kumchagua yule mbunge. Hapa yupo mwenyekiti wa tume huru ile ya IEBC Erastus Ethekon. Amewasili hapa muda mchache, alikuwa katika eneo la Koseli ambapo alizungumza na waandishi wa habari, akaweza kufafanua mambo mengi ambayo yanahusu uchaguzi huu mdogo ambao unaandaliwa si hapa tu Kasipul bali katika maeneo mengine 24 kote humu nchini. Lakini cha msingi ni kueleza ni kwamba amesisitiza kwamba ni sharti usalama uweze kudhibitiwa hapa katika eneo bunge la Kasipul. Kumekuwepo na visa vya ghasia ambavyo viliwahi kuripotiwa wakati kampeni zile zilipong'oa nanga katika eneo bunge hili, tukaweza kuwapoteza wapiga kura 3 waliofariki kutokana na ule mtafaruku. Lakini amesisitiza kwamba wakati ripoti ilipigwa kutoka hapa Kasipul, wao kama tume ya uchaguzi waliweza kufanya hima na kwa takriban siku 2 hivi walikuwa wameshasikiza pande zote mbili na kuweza kutoa mwafaka. Amesisitiza kwamba iwapo mgombea yeyote wa kupiga kura ama mgombea yeyote katika uchaguzi huu ana cha msingi ambacho anahisi kwamba kinafaa kuifikia tume huru ya uchaguzi humu nchini IEBC, ni sharti aweze kuwasilisha lalama zake moja kwa moja kwa kamati iliyobuniwa kuweza kushughulikia masuala yale. Lakini iwapo atakwenda kwenye mitandao ya kijamii aweze kuitisha vyombo vya habari, basi huenda labda lalama zake zisiweze kufuatiliwa kwa undani. Ninavyozungumza nawe kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen vile vile yupo hapa Kasipul. Ninavyozungumza nawe ni kwamba hapo katika makao makuu ya polisi ya eneo bunge hili la Kasipul ama eneo hili la Homa Bay, ambapo vile vile ameweza kuzungumzia visa vya fujo na vurugu ambavyo vimeweza kuambatanishwa na eneo bunge hili la Kasipul. Nikueleze kwamba eneo bunge hili visa vya uhalifu si kitu cha ambacho si cha kawaida. Tumeweza kushuhudia hapa wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni na hata wakati wa kupiga kura kuweko na machafuzi, labda ikawa ndo ishara kuu ya kuweza kuwepo tayari yule Kipchumba Murkomen pamoja na mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon hapa leo kabla ya uchaguzi ule ambao utakuwa unaandaliwa chini ya saa 18 zijazo, ambapo wenyeji hawa watakuwa wanaelekea debeni sasa kuweza kumchagua mbunge. Labda nikupe ufasaha wa mambo. Hapa tupo nazungumzia zaidi ya wagombea 10 ambao watakuwa wanatafuta fursa ya kuweza kuwakilisha eneo bunge hili la Kasipul. Japo kinyang'anyiro hicho kinajikita tu kwa wagombea 2 ambao wameonekana kuwa ndo mababe ama hao ndo farasi, wengine wanasema ni punda, lakini farasi 2 ambao wameweza kujukumika hapa ni Boyd Were, kijana wa miaka 27 ambaye vile vile ni mwanawe marehemu aliyekuwa mbunge wa hapa Sir Charles Ong'ondo Were ambaye alifariki, kisha akampisha mwanawe aliyeingia ulingoni mwa siasa tu pindi babake alipofariki. Chama cha ODM kikampeleka katika kura za mchujo, akaweza kuwabwaga wenzake 5 kwa
kuzoa takriban kura 18,000 akawa ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha ODM kwenye kura hizi za hapo kesho. Kwa hivyo yeye ndo mgombea wa chama cha ODM, japo tumeshuhudia kwamba kuna hali ya kutoelewana katika chama kile cha ODM. Gavana Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa ODM anampigia debe Boyd Were, kisha naibu wake ambaye ni Oyugi Magwanga anavuta kamba upande wa Philip Nahashon Aroko ambaye ameonekana kuwa ndiye punda wa pili anajitokeza katika kinyang'anyiro hiki. Nahashon Aroko vile vile ameweza kuvutia viongozi wakuu katika eneo hili. Aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado ameshuhudiwa pale akiweza kufika kumpigia debe. Kuna yule Ken Ouda kutoka Kisumu vile vile amekuwa hapa. Kwa hivyo kinaonyesha kwamba ni kinyang'anyiro cha ubabe. Aliyekuwa vile vile gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero alionekana hapa akiweza kumpigia debe yule Nahashon Aroko ani mgombea huru. Kwa hivyo itakuwa ni ya kufurahisha sana kuweza kuona kinyang'anyiro hiki. Wenyewe wanavyosema ni ODM ipo ngange kuhakikisha kwamba lazima ile misingi iliyowekwa hapa iweze kudhibitiwa. Wengi wanasema kwamba hii ni ile litmus test ama ni kuweza kumjaribu tu Gladys Wanga kuona je ushawishi wake hapa Homa Bay uko vipi. Kumbuka eneo hili la Kasipul ni mojawapo ya maeneo ambayo yana idadi kubwa ya wapiga kura tunapoelekea tu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa hivyo itakuwa ni bora sana iwapo Bi Gladys Wanga ataweza kuweka msingi thabiti na kusema kwamba mimi bado ndiye gavana na mimi ndiye kiongozi ama mwenyekiti wa chama cha ODM. Lakini tukielekea kule kwake Murkomen vile vile tutakuwa tunaweza tu kujua ni yapi ambaye amezungumzia si hapa tu Kasipul, lakini katika maeneo bunge mengine tayari kumekuepo na tetesi za wizi wa kura, kumekuepo na tetesi za kuweza kutafuta vijana kutumia vurugu kuweza kutatiza zoezi ile la kupiga kura. Lakini yote 9-10 tumekaza buti, tumefunga tai, mambo tayari tisti hapa Homa Bay kuhakikisha kwamba kila tukio litakalojiri kutoka hapa Kasipul tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kuweza kukueleza nini ambacho kinajiri. Navozungumza nawe anavyoonyesha Dan kwamba sasa kwenda ule mkutano umeisha tamatika na baadhi ya wale viongozi sasa wanaondoka, ishara tosha kwamba wakati wote kutoka sasa basi hawa vijana ama wale maafisa wa tume ya IEBC watakuwa wanaanza moja kwa moja kuelekea katika maeneo yao ambayo watakuwa wanaweza kusimamia ule uchaguzi ambao utaandaliwa hapo kesho. Kwa hivyo tupo hapa Kasipul, tukitoka hapa tunaelekea katika makao makuu ya afisa usalama. Tumemwona pale naibu inspector mkuu wa polisi Masengeli yupo pale, tumemwona waziri Murkomen yupo pale, lakini tutakuwa tunaweza tu kujua nini ambacho kimwavutia sana hapa Kasipul hadi wakaja wote kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo Gakunga ndo ishara tu ya mambo mwisho kuweza kufungasha tu virago, kuhakikisha tu kwamba kila kitu kipo, yale matayarisho ya mwisho kuhakikisha kwamba wakati kengele za kura zinapigwa mwendo wa saa 12 asubuhi hapo kesho, kila kitu kipo bambam, kila kitu kipo tayari kuhakikisha kwamba ule uchaguzi basi unaandaliwa kwa hali ambayo ipo shwari, kwa hali ambayo ipo ange, na kwa hali ambayo wananchi ambao wametuka ile jukumu na kuweza kumchagua kiongozi wao watakuwa wanapata fursa ya kufanya zoezi lile kwa njia iliyo haki, sawa na huru. Toka hapa Gakunga moja kwa moja kwako pale studio. Asante sana mwenzangu Bramwell Bwire. Kwa kweli umetaja masuala mengi ya muhimu na umeweka wazi, umetueleza na unazungumza ukuwa haswa katika eneo la shule ya sekondari ya Agorosare, ambapo pia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemaliza mkutano na maafisa wa tume ya IEBC pamoja na maafisa wa usalama, na wakati wowote kuanzia sasa tutakuwa tunapata kujua ni kipi ambacho kimezungumziwa kwenye mkutano huo, ikizingatiwa pia ukiona akizungumza na maafisa wa usalama ni kuhusiana na masuala ya usalama, kuhakikisha kwamba hali ya usalama iko shwari katika eneo hilo wakati kabla ya uchaguzi mdogo, wakati wa uchaguzi huo mdogo, na hata baada ya uchaguzi huo mdogo wakati wa shughuli ya kuhesabu kura. Ni mengi tu ambayo Bwire umeyataja na tutakuwa tunayagusia hapa kwenye mjadala wetu. Tulikuwa naye Neli pamoja na Esther amezungumzia hata